Hii ni MTV1 Online inakutangazia toka eneo la Waswahili Afrika Mashariki. Leo ni Jumatatu Oktoba 6, 2025. Jina langu Dr. Binitambwe Mkandiro Walimete. Tupo kwa njia mbalimbali: Facebook, YouTube, LinkedIn na X. Taarifa zetu zaanzia huko Ituri, haswa Nyamamba, kando mwa mji wa Kasenyi, pembezoni ya ziwa Albert, ambako kumeripotiwa hali ya mapigano kati ya CRP yake Thomas Lubanga na jeshi ya serikali. Constance Mbagalwa yuko kwa njia ya simu akiwa katika mji wa Bunia. Ndio, ni tangu usiku wa kuamkia leo, siku ya kwanza, ndio shambulizi kati ya wapiganaji wa CRP wa bwana Thomas Lubanga na jeshi FARDC imeripotiwa huko Kasenyi, hasa katika maposition za FARDC. Na wapiganaji wa CRP walikuwa wakipigana huko Nyamamba, kisha wanatoka Nyamamba wamejigawa wanaingia ngambo zingine za Kasenyi, na hapo walishambulia kabisa position za FARDC na mapambano ikiendelea huko Kasenyi. Na hadi sasa watu wa raia wamekuwa wakikosa namna gani ya kufanya, ila kambi ya wakimbizi pale Kasenyi imerozesha watu 10. Katika watu 10 kuna mtoto mmoja ambaye aliweza kupata risasi na amepatikana katika kituo cha matibabu, na hadi sasa watu wengine wameendelea kukimbia, ila jeshi imeendelea kuita watu kwa ukimya, kwani watu wale wa bwana Thomas Lubanga, wapiganaji wa CRP, waliweza kufukuzwa mbali. Siku zilizopita jeshi la serikali lilisema kwamba liliwapa mkongoto wapiganaji hao. Wanatoka wapi tena? Ndio, iliwapiga na kwa sasa tunakuwa tukizungumza, ndege ya vita ya FARDC imeendelea kufanya msako huko kwenye Nyamamba na kando za Kasenyi. Iliwapiga. Unajua kwamba Nyamamba ni mji mdogo unaopatikana kando la ziwa Albert, hasa ngambo za huko kwenye wanaita Bahema Banywagi. Na wakati wamekuwa wakiwapiga, wamekimbia ndani ya raia. Wakikimbia ndani ya raia, na jeshi itakuwa na shida kuweza kuidentify ama kufanya tofauti ya raia na nani sio raia. Na hiyo ndio imeacha watu wale wameendelea kuonekana, lakini msako umeendelea, kwani tumeona ya jeshi FARDC imeendelea kuenda huko Kasenyi na kuweza kuleta na kuboresha amani. Hao CRP wanatokea wapi? Sasa wakati wanakuwa wakipigana, wao wamekimbia kati ya kambi za wakimbizi, kwani wanajua kwamba wakikimbia kati ya kambi ya wakimbizi, jeshi itakuwa na oga ya kuingia ndani ya kambi ya wakimbizi na kuwafyeka, na hiyo ndio imeacha hiyo hali imeendelea huko sana. Wakazi wa eneo hilo wanahitaji nini? Wananchi wameomba amani, na wameomba kabisa bwana Thomas Lubanga aache vita, atue silaha chini na aache hiyo mambo, kwani unajua miaka ambayo iliyopita Ituri iliteseka miaka mingi sana. Katika miaka zilizopita utajua kwamba bwana Thomas Lubanga alikuwa akifanya vita, na hiyo vita huko CPI waliweza kumuacha huru, tena amerudi na hapo tena amekamata silaha, inakuwa kiua watu. Sasa haiko FARDC ndio imeteseka, hasa kwa sasa ni raia ndio imeteseka, na raia imeteseka kufuatana na nini? Kufuatana na hiyo kutokupenda amani, kutokutia kabisa nguvu kwa ajili ya amani. Hadi tukienda hewani, hali ikoje? Kwa sasa msako umeendelea. Kwa sasa msako umeendelea huko Kasenyi na kando, kwani jeshi FARDC na force navale ya Kasenyi imeendelea kufanya msako, na tunajua kwamba kutakuwa communication ama msemo fulani ambayo itaweza kuletwa na jeshi FARDC hapa Ituri, kwani ni wao ndio wameendelea kufanya msako huko. Na kwa sasa silaha zimeendelea kusikika kando la Kasenyi. Wavuvi wafanye kazi ya kuvuvi, watoto hawakwenda shule, wafanya biashara wafanye kazi, na hiyo imeleta kabisa hofu. Na kwa sasa tunajua kwamba kufuatana na hiyo malalamiko ya viongozi ya serikali na viongozi ya kimila huko Kasenyi, tunajua kwamba hiyo yote itarudi. Kuhusu hali halisi, tunarudi kwake Constance Mbagalwa. Kwanza tunaleta pole kwa population yote ya secteur de Bahema Sud, dans son chef-lieu Kasenyi ses périphéries en particulier, kwa sababu kutangia usiku ya dimanche vers le 23h mpaka je dirais 6h population iliweza
kuamuka kuhali ambayo haiko ya kawaida. Walihamuka kuhali ya masasi inapigiwa tangu 23h mpaka hapa 6h du matin, na ndio tunaweza konfirme na population ya kwetu ya kwamba force navale ya kwetu wa majeshi ya kwetu ilikuwa atake na waelement wajambazi wa milicien ya bwana Thomas Lubanga, ndio walifika kuweza kusumbua usalama wa population ya secteur de Bahema Sud. Na pamoja na haya tunasema kwa population ya kwetu wakuwe vraiment kimya, jeshi ya kwetu iko nafanya kazi yake, wakuwe na confiance na majeshi ya kwetu, na message kubwa ambaye tunaweza pia kusukuma kwa bwana Thomas Lubanga. Thomas Lubanga nadhani hii kitu iko nafanya haiangalie population ya secteur de Bahema Sud. Bahema Sud haina besoin ya ile kitu banaita groupe ya CRP kama nini. Secteur de Bahema Sud haipendi kuisentir ile kubulongo yake na kufika chaque fois kufika kuattaquer entité de secteur de Bahema Sud qui n'est pas l'entité même de Thomas Lubanga. Situation iko sous contrôle, l'armée est en train de contrôler donc situation yote sécuritaire, population ifanye kazi yake, ikuwe kusoko, ikuwe maboutique, kumai wadokeri wavanja bavake paisiblement na makazi yao. General commandant secteur iko na majeshi yake iko nafanya kazi gisi inawezekana. Tukiondoka Ituri, tunarudi hadi Kivu Kaskazini ambako wanafunzi wa shule kutoka Mangurujipa waomba serikali kuweka nguvu katika swala ya usalama, haswa kutokomeza ADF wilayani Lubero na Beni ambako watu waendelea kushuhudia ukosefu wa usalama. Abel Tsongo na taarifa zaidi kutoka Butembo. Wanafunzi wa university kutoka Mangurujipa waishio katika mji wa Butembo wahuzunishwa na hali mbaya ya ukosefu wa usalama unaoripotiwa eneo lao wilayani Lubero. Baadhi yao wametembelea katika mji wa Mangurujipa na kutembelea eneo walizikwa watu zaidi ya 60 waliouawa na watu wanaozaniwa kuwa ADF siku zilizopita, na wengine kutekwa, wengi wao wakiwa wakulima. Alberiki Karafuli ni mmoja wao. Tumekuja kupanda maua kwenye makaburi ya mama zetu, dada zetu, kaka zetu waliochinjwa bila hatia yoyote na hawa waadui. Ujumbe ni kwamba wale wanaoongoza maeneo ni kwamba waangalie namna gani ya kufanya ili amani iweze kurejeshwa haraka iwezekanavyo huku kwetu Mangurujipa, kwa sababu leo hii hata masomo tumeshindwa kusoma huko. Mkuu wa sekta ya Bapere Makere Sivi Kunulwa akiomba serikali kuweka nguvu katika jeshi la taifa kuwalinda usalama wa wananchi. Tunafurahi walikuja na mawazo fulani, waliandika kikaratasi, tumeipokea, tumeweza kudiskite point par point kusudi wapate realite ya hali yenye iko huku, na waza wamerudi, wamekuwa na sura sasa ya kweli. Tuungane, umoja ndio italeta nguvu ya kupiganisha na kurudisha usalama. Kuhusiana na mauaji ya Beni na Lubero, tumezungumza naye mbunge Nendu Kennedy kutoka Lubero. Jamil Muku anashutumiwa kuwa kiongozi mkuu wa wahuni wa ADF Nalu ambao wanaendesha vitendo vya kikatili na mauaji ya halaiki ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Matakwa ya wakongomani wote ni kutaka Mukulu afikishwe mbele ya vyumba vya sheria ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ili dunia nzima ijue kwa nini hawa wahuni wanatoka katika nchi yao ya Uganda kuendesha mauaji ya kinyama ndani ya nchi jirani, kabla ya wahanga wote waweze kuomba na kurudishwa katika haki. Lakini unadhani kwamba kufikishwa mahakamani kwake inaweza kuleta suluhisho kuhusu mauaji ya Beni na Lubero na hata sehemu moja ya Ituri? Italeta suluhisho kwa mauaji ambayo inafanyika ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, sababu tutajua kwa nini wanakuja kuua watu ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Sababu ikijulikana itakuwa mojawapo wa suluhisho. Lakini mheshimiwa, mauaji haya ukiangalia yalikuwa zamani na leo yanakita mizizi. Wanakata vichwa vya watu, wanapasua tumbo za watu, na hata wanasema wao wanataka waweke dini ya Kiislamu. Sasa nadhani yeye ndiye suluhisho. Usalama wa watu ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuhusu swala ya ADF inaonyesha kweli uzembe wa serikali ya Kongo, na pia ukosefu wa utashi kwa nchi ya Uganda, kwa kuweza kuendesha mauaji ya halaiki ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
kukomesha mauaji, ikisukuma hawa wahuni mbali na mipaka yake. Ndiyo maana tunaomba operesheni hizo ziweze kuchunguzwa na zikiwemo wanamemba wa shirika la raia. Lakini unasema Uganda, je, Uganda ndio itakuja kulinda usalama wa Kongo, ama nyinyi wabunge ndio mmeshindwa kusukuma serikali ya Kongo kulinda usalama wa taifa? Kwa sababu Uganda na nchi nyingine wao wanafukuza adui kwenye mpaka wao. Na kwa nini Kongo sasa imeshindwa kuwakamata? Ndiyo maana tunasema hiyo operesheni inabidi ziweze kuchunguzwa, zikuwe evaluate, wanamemba wa shirika la raia na wale wa acteur politiki wote waweze kukutana pamoja, wajue kwa nini hizo operesheni hazilete suluhisho. Sababu government ndio ilileta hawa Waganda waje wakafuatilia nani ADF, lakini tangu operesheni zilipoanzishwa watu wanaendelea kuuawa. Ndio maana watu wakikaa wataweza kuzungumzia kuhusu suluhisho ya kudumu. Mashambulizi ya ADF imepelekea watu wengi kuhama makazi yao na kuwa wakimbizi wa ndani, na wengine wakipoteza ndugu, jamaa na marafiki kutokana na mauaji hayo inayofanyika katika uangalizi wa MONUSCO na serikali ya Kongo Kinshasa. Mimi ni Abel Tsongo, MTV kutoka jijini Butembo. Kuhusiana na swala hilo, tumezungumza naye Iber Masomeko, mchambuzi wa masuala ya migogoro kanda ya maziwa makuu. Ninawaza kwamba Jamil Mukulu alikuwa mkubwa wa hiyo kundi au waasi wa ADF NALU, na hiyo kundi yake ilifanya mauaji kwenye nchi ya Kongo na kwenye nchi ya Uganda pia. Hata Kongo na Uganda inapaswa leta kwenye mahakama na hukumu kwa hiyo vitu vyenye alifanya. Lakini shida ilikuwa hapo wakati walimkamata, na wazi ilikuwa nchini Tanzania kama sikidanganye. Kama Tanzania ilimkamata hapo, Kongo na Uganda walisema walienda ambie Tanzania iwapatie ule. Lakini diplomasia ya Uganda ilikuwa yulu sana, na Tanzania ikimpatia Uganda pale ya kumpatia Kongo. Hata hivyo Uganda itamjudge na itakuwa fundisho kwa hao watu wote wenye wanaendelea kuua watu. Ingekuwa muhimu akuje kukua judge Kongo, lakini haitawezekana kwa sasa, kwa sababu wakati hiyo Tanzania ilimkamata ilimpatia njoo Uganda, kwa haikumpatia Kongo. Ni kusema kwamba atakuwa hukumiwa huko Uganda, na kusema akuje Kongo haitakuwa rahisi. Nadhani pengine akihukumiwa, hii inaweza punguza ukali wa ADF kuua watu. Naam, unajua kama hiyo ADF iko terrorist movement, na ni kusema kwamba hiyo terrorist movement wanakuwa wakikuwa na ideology yao ya kusema kuua watu. Ndio wakisema wanamhukumu, hiyo itakuwa inapana sura ya justice kwa hao watu wenye wamekuwa wameuawa. Hizo majamii zote zimepoteza watu wao, itakuwa kama vile justice. Lakini kusema hiyo mauaji iishe, inataka kufanya ni kusema Uganda na Kongo wanakuwa wakifanya cooperation ya kusema kupiga hao wa terrorist kwa hiyo mapori yote na kuwapiga kwenye vita. Yani hiyo hukumu huko Uganda ama Kongo haitaacha mauaji na punguka. Itaacha mauaji naisha ni kufanya military operations kwa Kongo na Uganda, kusema wamalize hiyo grupu ya ADF. Serikali na AFC M23 inatarajiwa wiki hii mjini Doha kuendelea na mazungumzo, haswa kujadili swala la usitishwaji wa mapigano kwa pande zote. Haya yanajiri wakati pande zote kila mmoja atangaza kujihami iwapo atashambuliwa na M23, ikiwa wanajeshi wake wamemaliza mafunzo na wengine wakiendelea bado na mafunzo. Sultani Makenga ni mkuu wa jeshi la ARC M23. Nimesema tangia sasa nimekuwa jeshi la ARC, jeshi la ukombozi, Armée Nationale Congolaise. Jeshi ambalo liko napigana ili kuleta mabadiliko kwa nchi. Unapata vizuri? Nchi yetu imeharibika muda mrefu, maharibisho na government ya Kinshasa bila Tshisekedi. Maharibu nchi, upora nchi, unaua raia kama wanataka, unaua raia kwa kabila zao, sura zao. Ndio watu wote kwa wakimbizi. Ndio nchi kwa propriété privée.
Ndio maana M23, ndio maana RC imesimama ili kutoa uongozi utabadilika kwa nchi yetu. Mko tayari? Wenzenu kwenye wako kwa tofauti wafanya kazi kubwa sana. Ni mnenda huko ila nyinyi mwasapoti, muungane, tuondoe hii uongozi mbaya ambao ipo. Unapata vizuri? Unapata vizuri? Nchi yetu inahitaji kukombolewa. Kongomani wote kwa ujumla wanataka kukombolewa. Na hiyo ni kazi yetu kama chama, kama M23, kama jeshi la RC na polisi ambao tuko ndani ambao wanaita AFC. Unapata vizuri? Hiyo ni kazi yetu. Tutabadilika kwa hii nchi. Ili nchi yetu iheshimike. Tujenge nchi yetu. Kwa wananchi waheshimike. Tuna jeshi nzuri. Bali kwa professional. Jeshi la wananchi. Unapata vizuri? Ndio mambo yote ujinga, ubaguzi, uporaji, corruption na mambo mengine. Wananchi wakae kwa amani. Kwa mara nyingine tumezungumza naye Iber Masomeko, mchambuzi wa masuala ya migogoro maziwa makuu. Na fadha mjini Doha, hiyo negotiation kati ya waasi wa M23 na government ya Kongo, inawaza kunakuwa hakuna ukweli na hakuna uaminifu kati ya government ya Kongo na waasi wa M23. Kwani tunaangalia wanaenda kule kwa mazungumzo, lakini yenye wanasema government ya Kongo hata waasi wa M23 inaonyesha kama hawana ngambo zote, hakuya kuja ile nia ya kusema wamalize hiyo vita, wapatane, waikale kwa kupata suluhisho. Ukiangalia misemi au ma speeches zao wote, hata kama wanakuwa wakiongea, hakuja kuwa hii lugha ya kimomo tunaita hiyo volonte ya kusema amani ipatikane na kusema waikale waongee na wazungumuze kupata shida. Yani wanakuwa wakiongea kule na mapambano yanaendelea huko Masisi, watu wanaendelea kuuawa, watu wanaendelea hata kukimbia. Ni kusema kwamba ndio ni ya muhimu sana hiyo maongezi, lakini mpaka hapo hata M23 hata government ya Kongo hiyo wote hawajakuwa na hiyo volonte ya kusema wamalize hiyo vita kwenye mashariki ya Kongo. Kipi kinahitajika sasa? Na mnahitajika sana kusema hiyo Marekani na Qatar waendelee wakizungumza na waasi wa M23 hata vile na government ya Kongo na Rwanda kuwatia kwenye fasi moja kusema wapate sasa waitike maongezi. Hata kama wanakuwa wakiongea, ukiangalia namna wanajikamata, namna wana behave, haiko kusema wanakuwa wakiongea. Ni kusema inaomba kukuye tunaita international pressure on different parties kwa kusema kwamba waitike maongezi na waache vita. Wasiwasi ikishuhudiwa kwenye mstari wa mbele wa mapigano kutoka na ndege za kivita na ndege zisizokuwa na rubani, drone, kuonekana kwenye eneo mbalimbali haswa vijiji Kivu Kusini na Walikale Kivu Kaskazini. Ni hayo kwa siku ya leo.